kawaida, lakini waziri wa fedha katika bajeti yake hii kwa kweli ni bora, katika moja ya bajeti bora ambazo nimezishuhudia hapa bungeni. Kwenye ukweli tutasema ukweli, kama kuna kona, kama pako vizuri tutasema pako vizuri. Kwanza nianze kumpongeza yale tulikuwa tunayazungumza, na si kumpongeza yeye tu, nimpongeze yeye na kamati ya bunge ya bajeti, naibu waziri pamoja na taasisi zote katika wizara yake ambazo zimemsaidia kutengeneza bajeti hii. Wabunge tumepiga kelele sana hapo nyuma kuhusu habari ya kutoa ushuru kwenye mafuta ya kutoka nje. Hapa nimeona umeweka ushuru ili kulinda viwanda vya ndani. Kwenye pamba nimeona hivyo hivyo, umelinda viwanda vyetu vya ndani vya nguo. Kwenye matunda, yani kila sehemu umegusa kwa ajili ya maslahi ya nchi na viwanda vya ndani ya nchi. Huo sasa, ukisikia uzalendo na uadilifu, ndio huo uzalendo. Sio mkija hapa mnatuletea misamaha tu, fulani kapata msamaha huu. Hata watu wa TRA msifikiwe na fly, kwa sababu mnawakosesha mapato, misamaha ikiwa mingi. Lakini safari hii ni moja ya bajeti nzuri sana. Lakini mheshimiwa, katika ukurasa wa 84 kipengele cha 6 tulikuwa pale ni kama ombi. Sasa hivi tumeona umeandika kwamba bidhaa za pikipiki au pikipiki tuseme labda ni ushuru kuongeza 5% za moto, na kupongeza kwamba kuna pikipiki za umeme umezitolea ushuru, lakini sasa hivi nyingi ni pikipiki ambazo zinatumia mafuta. Kwa sasa hivi pikipiki kwa Tanzania pamoja na kuwa zinaleta matatizo ya accident na mambo mengine, lakini sio kitu cha anasa. Huko vijijini hizi ndo wanatumia kama ambulance. Pikipiki huko vijijini ndo wanatumia kubebea mizigo. Na sasa hivi pikipiki kwa Tanzania imechukua badala ya baskeli. Sasa hivi kila mtu anajitahidi apate pikipiki, na ndio maana ukiangalia baiskeli zimebakia chache sana, labda Shinyanga tu kwa kina Maganga kule kwao, lakini sehemu nyingi sana pikipiki imekuwa ndio mkombozi. Kwa hiyo sio tena jambo la starehe kwenye pikipiki. Kwa hiyo nilikuwa na shauri au na kuomba mheshimiwa, kama itawezekana ile 5% muifikirie itoke, ili watu wazidi kupata unafuu. Lakini pamoja na kuitoa hiyo, wapi itapatikana ya kukafa pale? Mnaweza mkapata, kwa mfano sasa hivi kuna mtu anamiliki pikipiki 50, anawapa wale vijana bodaboda. Huyo sasa sio bodaboda, huyo ni mfanyabiashara. Kwa hiyo huyo anaweza kaingia kwenye kodi. Alafu kuna kitu kingine cha ajabu sana nisha kuzungumza hapa, lakini naona sijui kwa nini hii neno assembly. Utakuta kuna kiwanda cha pikipiki vinapewa msamaha wa kodi kwamba vinafanya assembly pikipiki. Sasa mbona sijawahi kuona hata tairi wala spoku inatengenezwa hapa Tanzania? Sasa hii assembly ni nini? Pikipiki zote zinavyokuja hamna mtu anaagiza pikipiki inakuja inatembea, zote lazima zije zifanyiwe assembly Tanzania. Kwa hiyo ni kuondoa hii misamaha ya assembly. Hii visingizio kwamba assembly inaleta ajira si kweli, kwa sababu pikipiki yoyote, hakuna pikipiki inayokuja bila kuwa kwenye box ambayo iko tairi peke yake, kila kitu peke yake, lazima ifanywe assembly. Kwa hiyo ajira wa Tanzania watapata Wagairo, watapata wa Buchosa, watapata Wakatavi, watapata kila sehemu, kwa sababu zinakuja kwenye box. Sasa haina haja eti kiwanda hichi mnawapa assembly alafu mnawapunguzia ushuru. Hiyo ni kupoteza mapato. Kwa hiyo ingetoka watu wote, kwa sababu hata ukiwapa hiyo assembly na mkiwapunguzia, kwa wananchi hawafaidiki, bado bei ni ile ile tu, sawa na wale wanaeleta bila kufanya assembly ambao wanalipa ushuru mkubwa. Kingine kwenye license hizi za waendesha pikipiki,
Sasa hivi mifumo inasomana kati ya TRA, chuo na polisi. Sasa utashangaa chuo anatakiwa dereva bodaboda aende akasome $100,000. Alafu akienda pale gharama ya testi polisi shilingi 3,000, lena shilingi 10,000, license TRA shilingi 70,000, ukijumlisha $183,000. Sasa bodaboda gani huyu anaweza akalipa hiyo hela? Baki tuzungumze sasa. Mheshimiwa, kwanza hebu tuseme wabunge hapa, tuseme kweli, nyinyi mmesha kuona wapi chuo kinafundisha bodaboda? Mmeona bodaboda na lena anafundishwa chuoni yupi? Kama sio uwizi wa kijinga kabisa wanayofanya watu wenye vyuo hawa, wanatoa certificate bila wale watu kwenda kusoma. Nani ameshawahi kuona bodaboda anaenda kujifundisha kwenye chuo? Tuna polisi kata, kila kata. Tunashukuru jeshi la polisi kwa kuweka polisi kata. Si polisi kata wanawapa semina na sheria za barabarani, fanya hichi, fanya hichi. Ni bora hata hiyo posho 10,000 ale polisi kata awaite, awafundishe. Baada ya hapo atoke pale aende apewe kibali, aende akakate license. Kama 70,000 bora akaingie mapato ya TRA, na kama itawezekana hata kule TRA nako mpunguze, mfanye 50,000 license bila kupitia chuo bila nini. Hapa sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, 90% ya bodaboda hawana license. Sasa angalia na wingi wa bodaboda, lakini vikwazo ni bei. Je, kama wangefanyiwa 50,000 pale na bila milolongo hiyo, serikali ingekusanya mapato mangapi? Ingekusanya mapato mengi sana kuliko hata ile 5% ambayo mmeweka pale kwenye ushuru wa pikipiki. Lingine la mwisho, Mheshimiwa, una kazi ya ziada. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri ana kazi ya ziada, kwa sababu wizara zote zinaomba pesa kwake yeye. Yeye kazi yake anakusanya, TRA wanakusanya, alafu huku kama wizara zote, msitegemee kwamba kila kitu rais ndo aje asimamie. Hata tunaposema labda machinga wamezidi, sio mnangoja eti kwamba machinga wa Kichina, machinga wa kabila fulani wa nini wa nje. Nimeona hata mheshimiwa aliyopita hapa amezungumza haya masuala ya Korea nini. Anayetakiwa kuzungumza sio mheshimiwa rais. Nyinyi wenye mamlaka na hizo wizara zenu ndio mnatakiwa mtoe matamko hayo. Rais yawe wa mwisho, labda huko nchi zimepiga kelele kidiplomasia, yeye ndo anakuja anarekebisha. Sasa na mwenyekiti, kwenye wizara ya fedha watu wote wanachukua pesa kutoka wizara ya fedha, wanalalamikia kupata pesa kutoka wizara ya fedha, lakini matumizi yanakuwa makubwa sana huku chini. Kama matumizi yanakuwa makubwa sana, basi na wizara ya fedha mngekuwa na kitu maalum, chombo maalum kinachochunguza kabla ya kugawa hizo fedha kwenye mawizara au kwenye sehemu fulani au taasisi fulani. Mwe mnajiridhisha kwamba hapa tunataka tupeleke hela ya daraja mahali fulani. Je, hili daraja bilioni 10 imetumika kweli bilioni 10? Au tulipeleka bilioni 5? Hizi bilioni 5 zimetumika, tupeleke zingine? Maanake msipoangalia hivyo itakuwa hela zinachukuliwa lakini matumizi yanakuwa mengi. Sasa hapa tunasema tu mwaka huu tutakusanya kiasi fulani, mwaka huu tunakusanya kiasi fulani, lakini je, matumizi yetu tunayadhibiti vipi? Tunayadhibiti vipi matumizi ya huku sehemu nyingine? Na sio wizara tu zingine, hata nyinyi wenyewe wizara ya fedha wenyewe mnadhibiti vipi matumizi haya? Kwa mfano matumizi ya magari. Manake unaweza ukawa na gari la mtu binafsi likatumia kwa miaka 5 la mbunge, na mbunge anakwenda huko mapolini kila sehemu, lakini akatumia service labda ya milioni 20-30, lakini gari ya serikali kwa miaka 5 likatumia service kama na karibia nusu ya bei ya gari. Hiyo nimetoa mfano, lakini vipo sehemu nyingi sana ya vitu ambavyo matumizi yake yanakuwa makubwa. Sasa tunapokusanya pesa, tunapotoa ushauri wa mapato, waheshimiwa wabunge, na matumizi nayo tuwe tunayaangalia
kiasi cha kutosha. Nashukuru sana, naunga hoja mkono. Asante. Asante sana.